الحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله وحده نحمده ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم اهدنا إلى صراط مستقيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد وإليه يرجع الأمر كله. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد, tunaendelea katika marejeo yetu ya sura 7. Tumesema katika aya 22 na mpaka 23 Mwenyezi Mungu hapa anatuelezea namna gani miungu yote ya uongo, miungu ya bandia yote, kwa hoja zilizokuwa hapa, basi si chochote wala si lolote wala hawafai kuabudiwa kama wanavyoabudu wenyewe, lakini kwa sababu ni kazi ya shetani, na kwa sababu juu yake hapa shetani ameweka ahadi kwamba atajitai kila njia awapoteze watu, na akaweza kufuzu kwa malengo yake kwa ukubwa kabisa. Na hivi Mwenyezi Mungu anaambia kwa njia ya Mtume sallallahu kuhakikisha kwamba hawa wanaoabudiwa hawastahiki kuabudiwa, bali wanastahiki kuabudiwa mmoja pekee yake, subhanahu wa ta'ala. Ametuonyesha mwanzo katika namna gani kwamba yeye ndiye mwenye kumiliki kila kitu, kwamba anaweza kuangamiza katika ardhi au kuwashusha mapande ya mawe kutoka juu atakavyo. Baadaye ikaja kutueleza utukufu wake na uwezo wake mkubwa wa kulainisha chuma, kwa Suleiman kuweza kuendesha kwa spidi ya miezi miwili, kwa hivyo na kuwalazimisha majini kumfanyia kazi Suleiman. Hizo zote katika nini? Na kukadiria na kufanya mabustani na kustawisha miji kama Saba na wengineo. Haya yote Mwenyezi Mungu amefanya kuonesha mifano ya kipawa cha Mwenyezi Mungu kwa watu subhanahu wa ta'ala. Halafu kisha hivi ndivyo anavyofanya Mwenyezi Mungu na mengi mengineyo. Nyinyi mnaabudu hii miungu sio na maana wamefanya nini? Wanamiliki nini? Katika jumla za hoja. Ndio kwa maana baada ya kuelezea kwamba nyinyi wenye kuabudu mashetani na kukupotezeni, akakocheni maabudu masanamu na vitu vinginevyo visistahili kuabudiwa, waambie qul ud'u alladhina za'amtum ba'da a'udhu billahi minash shaitani rajim 22. qul ud'u alladhina za'amtum min dunillah, sema waite waambie mnawadai hao kwamba na Mwenyezi Mungu ni miungu ghairi Allah, wanamiliki kitu la yamlikuna mithqala dharratin, hawamiliki hata punje nduchu kabisa, la fi samawati wala fi al-ardh, la si mbinguni wala si katika ardhi, hawamiliki chochote. Ana ushirika na Mwenyezi Mungu katika jambo lolote. Mtu mwenye ushirika anaweza kusema lake, mimi nimetoa 50 katika 100, kwa hivyo na mimi na kauli ya kusema na mashauri ya kutoa, au sio? Hawezi kumwingilia Mwenyezi Mungu kwa sababu hana ushirika na Mwenyezi Mungu kabisa, hawajashirikiana. Wama lahu minhum min dhahir, Mwenyezi Mungu hana chochote katika miongoni wa miungu ya uongo msaidizi, min mu'in, dhahir mu'in, mwenye kumsaidia. Mwenyezi Mungu ataka msaada miungu ya uongo? La, hataki. Ikiwa yote haya, la hakuna anayemiliki kitu hata tone mithqala dharra, la si mbinguni wala si katika ardhi. Na tumesema upeo wa ufahamu wa binadamu samawati wal ardh, kitu gani kingine anaweza
akili yake, jicho lake au akili yake au teknolojia yake iliyofikia umbali na kuunda vitu vya kuweza kuona vitu vya mbali kabisa, hawezi kukiuka hata tone ya sama dunia. Fama balu samawati sab'a, fama balu sidratil muntaha, فما بال جنة المأوى والجنات، فما بال عرش الرحمن، فما بال كرسي الرحمن، فما بال عظمة الله وممتلكات الله، فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. ametukuka ametakasika yule ambaye mikononi mwake mna ufalme wa kila kitu. Kwa hivyo binadamu kadri anapoweza kufika jicho lake kwenye ardhi anaenda, akipanda ndege ataizunguka dunia, akichimba chini hawezi kwenda hata zaidi ya robo kilomita chini, na sehemu iliyobakia chini hawezi kwenda. Hatuambie huko mbinguni kwake jicho lake naona hapo karibu na yetu, wala jicho lake halijaona, iko kwa darubini zake mateleskopi yake, ikiwa kwa chochote chake hajaona hata nusu katika 100 au nusu katika 1000, hajaona kitu. Kwa hivyo ikiwa hajaona kitu wala kitu kiko hapo, vitu walivyoviona ni vitu ambavyo akili yake na macho yake yanaweza kuona. Mwenyezi Mungu kamkadiria. Je, unamiliki kitu katika mbingu au katika ardhi? La, wala yamlikuna mithqala dharratin fi samawati wala fi al-ardh, katika malakuti Allah, katika ufalme wa Allah. Ukitoka mbingu hizo zote 7 samawati na ardhi zetu 7, ardhina 7 pia inasemekana kwa mujibu wa aya na kauli iliyofahamika kutokana na aya. Hiyo ndio miliki yote kwa Mwenyezi Mungu. Ndio wote, kila kitu, la mbingu wala ardhi yote ukilinganisha na pepo si chochote, si chochote. Pepo wanaopewa waumini waliostahiki kustarehe katika pepo, waliopata radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Pepo kubwa, pepo طيب na mengineyo ambayo zaidi kuliko pepo. طيب Arshi Rahman ukubwa wake hali gani? Kursi Rahman ukubwa wake. Kwa hivyo binadamu hawezi kusema mimi namiliki pepo juu, basi atacheka, utaonekana mwandazimu, au sio? Tabu kama una kitu chochote mbinguni unamiliki, vile katika ardhi ujui, vile kila siku wanagundua vitu vipya katika kichimba na kichimba, au sio? Haiko katika ardhi yetu, serikali yetu, kwa hivyo wanachukua. Na inapoonekana katika mipaka petroli au gesi, vita vinaanza. Hii sehemu yetu ardhi, hii sehemu yetu, wanapigania na mipaka watu, au sivyo? Ndio hivyo, binadamu ni mroho. Lakini sasa Mwenyezi Mungu anamchallenge kwa kumwambia, mnamiliki kitu katika mbingu, mnamiliki kitu katika ardhi? La yamlikuna. Tayeb, unao hata nini ushirika baina wewe na Mwenyezi Mungu? La, hakuna. Kushirikiana hakuna. Tayeb, ikiwa haya mambo mawili, wama lahum fima min shirkin, sawa. Tabilobakia, je, huyu Mwenyezi Mungu mwenye kumiliki kila kitu, lahu ma fi samawati wa ma fi al-ardh, au sio? Wama bainahuma wama tahta tharana, au sio? Na kwa hivyo huyu Mwenyezi Mungu alipofanya yote haya na kumiliki vyote hivi, anahitajia dhahir, muin, anahitajia msaidizi? La, hahitaji, au sio? Wama lahu minhum min dhahir, sawa. Tayeb, hilo baki yana kilichobakia binadamu, la hamiliki wala hana ushirika wala hana msaada wa Mwenyezi Mungu, kama anahitaji msaada wake. Kwa hivyo kilichobakia watu kusimamishwa mbele ya haki. Binadamu huyu atategemea kitu gani na kuepuka na adhabu ya Mwenyezi Mungu? Atategemea kitu gani? Hakuna atachotegemea isipokuwa labda apate shafaa, maombezi. Basi jambo lilobakia ni maombezi, na Mwenyezi Mungu anafunga mlango wa maombezi kabisa. Kwa hivyo unaposoma katika aya 23, wala tanfa'u shafa'atu 'indahu illa liman adhina lahu hatta idha fuzzi'a 'an qulubihim qalu madha qala rabbukum qalu al-haqq
وهو العلي الكبير. نعم. ولا تنفع الشفاعة عنده. Shafaa yoyote anayekuja na mimi natakuombea, na mimi natakuombea, na mimi niombee, hakuna. Kwa nini? Lazima itoke ruhusa kutoka huko kwake mwenyewe. Illa liman adhina lahu, ila kwa yule ambaye Mwenyezi Mungu amempa idhini ya kuwafanyia shafaa na maombezi. Kwa hivyo ikiwa Mwenyezi Mungu anasema hivyo, hawamiliki chochote, la yamlikuna mithqala dharra wala shirika wala msaada, hakuna iliyobakia shafaa. Walladhina yad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir, hata qitmir chembe, yani yule nini kama uzi sijui katika chembe ya koko kishaila tende inachobakia kile kama kiplastiki kimekaa cheupe, kina faida gani? La hakiliki wala kina basi hata kitu kile udogo ule hawamiliki binadamu, na wenye kuabudu hao masanamu pia hawamiliki. Kwa hivyo wama lahu, yani ma lillahi minhum min dhahir alladhi yu'inu Allah, Mwenyezi Mungu hataki msaada mtu. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu sahibul amri kullu, yeye ndo mwenye amri yote. Kujana binadamu, ya ayuha nas antumul fuqara ila Allah wallahu huwa al-ghani al-hamid. Nyote mafakiri, nyote hamna chochote ila mnamhitajia katika kila jambo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Yeye ndio mkwasi, huwa as-samad, huwa al-ghani, huwa al-hamid, mwenye kushukuriwa. Na kwa adhamatullah, utukufu Allah, hawezi yoyote kuwa na hata nini na nguvu, la yatajarra, hana jur'a, hana hata nini, hana uhodari wa kusogea mbele Mwenyezi Mungu akataka kwenda kuombea yote. Kwa nini? Kwa sababu mandhari iliyokuwa siku hiyo mukhif, ya kutisha. La yatakallamuna illa man adhina lahu arrahman, bas apewe idhini ndio aseme. Ikiwa kusema hakuna ruhusa ila kwa idhini ya Mwenyezi Mungu, kif bado shafaa? Hakuna shafaa. Wa kam min malakin fi samawati, malaika wangapi walikuwa mbinguni, la tughni shafa'atuhum shay'an, afakitu shafaa yao illa min ba'di an ya'dhana Allah, mpaka Mwenyezi Mungu atoe idhini yake. Kwa kila mtu? La, liman yasha wa yarda, kwa yule anemtaka na anaridhika naye. Naam. La wala yashfa'una illa liman irtada wa hum min khashyatihi mushfiqun. Sadaqa Allah. La yashfa'una illa liman irtada, bas ndio atapata shafaa. Wa hum min khashyatihi mushfiqun, mukhifu, wanaogopa, yakhafun kwa jambo lolote binadamu. Man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi, man dha alladhi, ukiona dha alladhi aje basi atambe, atokeze mimi, ndio maana yake man dha alladhi yuqridu Allah qardan hasana fayudha'ifahu lahu adha'afan kathira. Nani anayetaka kujipendekeza kwa Mwenyezi Mungu akamkopesha Mwenyezi Mungu mkopo mwema, qardan hasana, tena kaambia fayudha'ifahu lahu adha'afan kathira, tampa chungu zima, tampa mimi tenfold, mara 10 zaidi, au mara 100, mara 700. Subhanallah. Man alladhi, nataka kujigamba mimi nimekopesha Mwenyezi Mungu, umetoa sadaka. Na Mwenyezi Mungu anapomdekeza mja wake, anampa sifa. Mfano wake kama sio, natoa mfano, baba mtu amemnunulia mtoto kisanduku na tundu ya kupenyeza shilingi, au sio? Hai sanduku lako, basi anatia, anafika miezi 6, miezi 8, kila siku mara 5 6 anapita na libeba sanduku lake, analitikisa, hayo mnapesa nyingi mwenyewe. Basi ije tarehe 28 29, baba mtu kaishiwa na pesa, anamwita mwanae, mwanangu njoo nikopeshe pesa. Atakopa pesa baba? Utanipa ukipata mshahara, mimi nitakulipa. Ngoja mfungulie, ngapi nataka shilingi? Sipesa zake sasa, sio baba mtu, si ndio anatoa, lakini pesa zishakuwa zake. Wakadhalika familillahi almathalul a'la, Mwenyezi Mungu anakupa mali, anakupa kila kitu, halafu anakutazama moyo wako, unaweza. Baba mtu ukifika tarehe mosi, anarudi kazini tu, kausimamia mlangoni, mshapokea mshahara?
nipe. Sasa wewe tuposimama mlangoni siku kutoka roho, pale utaambiana mtakuona hicho alichoniwekea, basi hapo ndo ninapofurahi mja wake Mwenyezi Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo pale yule anayepata idhini kwa Mwenyezi Mungu, haya huyo mpe shafaa yako ya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dha alladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi. Na tuposoma katika sura Mudaththir, kullu nafsin bima kasabat rahina, kila nafsi kwa kile alichokichuma atabeba jukumu lake mwenyewe, ila ashabul yamin fi jannatin yatasaalun anil mujrimin, watakaa kiulizana, wamekaa wenyewe katika viti vyao, makochi yao, wanaulizana anil mujrimin, wale walioingia motoni. Tena anapiga kile kitu gani kilichokupelekeni motoni? Ma salakakum fi saqar, moto wa saqar mkali. Wanajibu, hakuna kunyamaza kimya, lazima wajibu. Qalu lam nakum minal musallin, hatujawa miongoni wenye kusali. Walam nakun nut'imul miskin, wala hatujawa tukiwalisha maskini. Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin, tulikuwa tukizama katika starehe na kuendekeza nafsi zetu pamoja na wazamao wenzetu, magrupu yetu tunayo sisi. Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin, basi liko kubwa zaidi, wa kunna nukadhibu biyawmiddin, tulikuwa tukikanusha siku ya malipo leo. Hatta atana al-yaqin, paka imetujia mauti tukafa, pale tumeona haki. An-nasu niyam falamma matu intabahu, watu wamelala, lakini wanapokufa hapo ndo watanabba. Sasa tumejua. Sasa nini tumejua? Anasema nini? Rabbana absarna wa sami'na, tumeshaona sasa, tumeshasikia. Mwanzo tulikuwa tusikia wala tutaki kusikia. Farji'na na'mal salihan, sasa hivi muqinun yaqin la. Kwa hivyo wanasema kuna nakhudhu ma'al khaidin wa kuna nukadhibu yawmiddin hatta atana al-yaqin. Ala, kwa hivyo mtaambiwa fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'in, haitowafaa shafaa ya wale wenye kupewa idhini ya kushafia. Na katika wanaopewa idhini ya kutoa shafaa, Mwenyezi Mungu anawapa aina tatu basi ya shafaa. Moja, malaika; wa pili, al-anbiya, mitume; wa tatu, al-mu'minuna, wasio wote, baadhi. Kama tunavyojua shahidi anaweza kuwashafia watu wangapi? 70 kama tunavyosema, azio. Shafaatu shafi'in, Mwenyezi Mungu anatoa idhini, lakini kwamba katika idhini ya shafaa yenye kupokewa haraka hakuna kama ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala nabii, Allahumma salli ala Muhammad. Na hakuna kama shafaa malaika. Na hata hizo shafaa malaika wakati mwingine anaambiwa sorry, piga X, imekataliwa, kaomba visa akataliwa. Sasa ndo hapa iliposoma aya katika sura An-Najm, wa kam min malakin kisema, wangapi katika malaika walioja. Malak inarudi sigha mufrad kwa kuonesha wingi wa malaika, ikitoa nguvu. Na kam, wangapi. Min, miongoni, yani hii idadi kubwa sana. Malaikatun ni jamii ya malak. Malak moja, malaika wengi. Wa kam min malakin fi samawati, walikuwa mbinguni sote, lakini la tughni shafa'atuhum, kwa maombezi yao hayafai kitu. Kwa nini? Na kwa hivyo hawaombi. La tughni shafa'atu shay'an, chochote hakikubaliki. Wanajua kwamba hapa ninapopeleka maombi yangu nimetekeleza shuruti zote ya kukubaliwa maombi. Shuruti za kukubaliwa maombi: awe mu'min, mukhlis, anafanya ibada, anajikurubisha kwa Mwenyezi Mungu, anamwogopa Allah, anaogopa kusimama mbele ya haki. Basi shetani amemchezea kidogo, amefanya baadhi ya maasi, ndio anastahili. Leo una chochote, ukisikia mwenye kumsalia mara 100 anaingia peponi, mwenye kumsalia mara 1000, basi mimi sisali, nitasalia Mtume mara 1000, basi taingia peponi. Hii basi nyongeza bana. Tekeleza leo kwa fardhi, umechukua umekamata sunna kibaki. Ndio shetani alivyo, anakutia umuhimu katika mambo madogo madogo kuyafanya makubwa, na yale kwa lazima uyaache. Ndio shetani kazi yake, kazi yake kwa danganya. Kwa hivyo kama tunafahamu shafaatu shafi'in, shafaa yote hatukubali. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu hakubali kutoa shafaa ila liman irtadha, aliridhika naye. Na kwa hivyo malaika anapomwombea mtu
lazima amwombee kwa njia gani? Amwombee kwa njia kwamba huyu mtu nikipeleka maombi yangu yanakubalika. Kwa hivyo illa liman adhina lahu rahman illa mpaka aliridhika naye Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad. Wa huwa sayyid walad Adam, huwa sayyid walad Adam, bwana watoto Adam. Wa huwa akbar shafi'un 'inda Allah, muombezi mkubwa kwa Mwenyezi Mungu. Annahu hina yaqumu al-maqam al-mahmud, atapokuwa katika pahala pake pa kuhimidiwa. Wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqama mahmud, atakufufua akutie katika hicho cheo cha kubwa kabisa, la sio business wala sio first class wala sio royal wala sio VIP, la wallahi hiyo maqam mahmud, top kuliko zote hizo. Atapokuwa katika pahala pake amekaa katika janna, hina yaqumu al-maqam al-mahmud. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة الفضيلة وابعثه المقام المحمود الذي وعدت يا رب العالمين يا أرحم الراحمين. atapokuwa katika maqam al-mahmud liyashfa'a fi al-khalq kullihim, ili apate kuombea viumbe. Qala, anasema fa asjudu lillah ta'ala, namsujudia Allah. Tazama Mwenyezi Mtume sasa atufundisha namna gani adabu ya kuomba kwa Mwenyezi Mungu. Kajifunza wapi? Kajifunza kutokana na Mwenyezi Mungu alivyomfunza. Wewe unaniomba mimi ihdina sirata mustaqim, nisifu bwana kwanza, alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ala yote kumbe unajua mjangu, ninataka sema nitakupa ihdina sirata mustaqim, takupa njia na mpaka unaondoka duniani wewe katika sirata mustaqim. Allahumma ja'alna minhum inshallah. Kwa hivyo fa asjudu lillah, hebu niambie jambo gani unakwenda ya Rabbi nimekuja kusimama na kuombea shafa'a wangu wangu, la acha sujudu kwanza niwe aqali dhalili mbele yako ili uniinue. Subhanallah. Fa asjudu lillahi ta'ala, namsujudia Allah subhanahu wa ta'ala. Anasema fayadani ma sha Allah ta'ala, ananiachia muda naotaka mwenye kusujudu. Mtume sallallahu alaihi wasallam asipewe muda tena ndo anaendelea tu mpaka anakuja bibi Aisha anamtikisa vidole, sijiko kishakufa katika sujudu huyo, anaye akamtikisia lani kwa haiba, usiogope usiogope mpenzi wangu. Anaweza kusali, ya Rasulullah unajitesa kama hivi, وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر, unajitesa Mwenyezi Mungu amekusamehe dhambi zako zote. Afala akun abdan shakura, utaki niwe mja mwenye kushukuru? Kwa hivyo huyu mja mwenye kushukuru anajua jambo gani la kumfanyia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mpaka ridhike naye, amwambie sasa anza kushafii watu. Subhanallah. Anasema fayadani ma sha Allah Ta'ala, kwa muda anaotaka Mwenyezi Mungu ananiachia nisujudu kwanza. Ndio فيدعني ما شاء الله تعالى أن يدعني. حلف ويفتح علي بمحامد لا أعصيها الآن. إكيشة ثم يقال يا محمد، أكيشة نامبو يا محمد ارفع رأسك إن وكشتك وقل تسمع سمع ونسكيك وين، wasal tu'ta, naomba utapewa kile unachokiomba, washfa tushaffa, alafu ombe watu na maombezi yako yatakubaliwa. Alafu tunaanza kuombea wale ambao wanaostahili kuombewa, wale wanaostahili kuombewa ndio wanaombewa. Kwa hivyo hapa aya 23 hajasema wala yashfauna, la shafa'atu lazima inafaa hifai, wala tanfa'u shafa'atu wala tanfa'u. Kwa hivyo aya 23 wala tanfa'u shafa'atu indahu illa liman adhina lah, haifai shafa'a kwake mpaka kwa yule ambaye alitoa idhni kwamba apewe shafa'a. Na tena basi shafa'a yenyewe haianzi mpaka
ingia wakati wake gani? Hatta idha fuzzi'a an qulubihim. Naam, hatta idha fuzzi'a an qulubihim, hatta idha fuzzi'a imekuja riwaya bimaana mbalimbali. Wamesema idha fuzzi'a yani nyoyo zitapotulia almushrikina inda al-ihtidhar. Faz'a ni kushtuka, faz'a يوم الفزع الأكبر siku hiyo. Kwa hivyo عند الاحتضار, wakati unapotoka roho anapoiona pale, anaiona kila kitu, masiri yake, mwisho wake, wapi atafikia. Kwa hivyo faz'a inakuwa kubwa sana kwa yule mushrika aliyekufa. Au يوم القيامة inazidi faz'a. أو استيقظوا مما كانوا فيه في الغفلة في الدنيا. Anapozindukana, anapokuwa katika upotofu, alipotea katika dunia, akapozindukana kuiona haki na zaidi na wakati kutoka roho. Kwa sababu shetani yuko nao, shetani amwachia akakumbuka mambo ya kheri, hata mauti. Naam, mauti tu. Naam, hapo ndio hata idha ahadamul maut, pale tena ndio atasema mbio qala rabbi rji'un wapi duniani ali amalu salihan fima tarakt, nikafanya mema huko dunia niliyoacha. Kalla, kuna na hii suala la kwamba tukiacha shafaa, mambo ya kumiliki, mambo kwa mshirikina, mambo kwa unamsaidia Allah. Lilladhina ya'buduna ghayra Allah, kwa kila anaabudu ghayra Allah, ikiwa masanamu, ikiwa wanyama, ikiwa jua, ikiwa mwezi, ikiwa nyota, ikiwa nini, wale wenye kuabudu na wanaabudu Isa alayhi salam wa ghayra Isa. Masuala haya muhimu sana. Huyo Isa anaabudiwa na wengineo wenye kuabudiwa, hal yamliku shay'an min Allah? Anamiliki katika anavyomiliki Allah? Sahihi, amiliki. Swala la pili, hal huwa musharikun lillah? Anashirikiana naye katika mali? Hana ushirika. Hata ushirika bila kutoa kitu, na kushirikisha tu bila usitoe chochote, la taban, asio. طيب, anamsaidia katika kuendesha dunia hii na mambo yote, anamsaidia Mola wetu fi tadwir al-kawn, ulimwengu kuendesha? La, hamsaidii. طيب, hebu tuambie, iko hizi sababu? Hakuna. Vipi Mwenyezi Mungu anatanazal na kila pahala anaonyesha adhamati, jalalihi, utukufu wake, uwezo wake, peke yake, niabudu mimi peke yangu, nani ana Allah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi salata li dhikri. Alafu ghafla aje kimja aliyezaliwa duniani akapewa utukufu wa uungu au utoto wa uungu. Kwa nini? Na huyo Mwenyezi Mungu miaka yote hajatamani mtoto, tokea Adam mpaka alipozaliwa Isa ndo katamani. Na kwa njia alipotoka, kwa njia ambao wasiokuwa Waislamu wanasema kwamba hatutaki kusema. Almuhimu tuache hivi. Kwa hivyo hakuna sababu yoyote ya sababu ya kwamba binadamu yote akawa nini wakaabudiwa, akafanywa Mungu. Na Mungu kweli adhamati atajidhalilisha ajifanye binadamu, akaja kwa mfumo wa binadamu kama wanasema wengine, ajidhalilishe, aumwe, awe na njaa, awe anakwenda choni, ala, itakuwaje? Kwa si Mungu tena anakaa akajidhalilisha huko. Mwenyezi Mungu hakubali kujidhalilisha. Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kabisa hakuna mfano wake. Atajifanya mfano kama binadamu aliyedharauliwa na binadamu mwenziwe. Sasa kija Isa atadharauliwa na binadamu mwenziwe, na wako wanataka kumdharau, wakataka kumuua, au sio? Laula an rafa'ahu Allah, au. Kwa hivyo ukitazama hakuna sababu yoyote ya kwamba yote binadamu akaabudiwa. Na muumini siku zote anaposikia maneno kama haya anapata nguvu za kuonesha kwamba kumbe miungu yao yote pumbavu, kumbe kwa hoja hizi hawezi.
Almu'min yazidu tuminanu wala yazidi, utulivu wake unazidi au zidi. Almu'minu yajibu an yatma'in katika hali kama hii, kwa sababu hata anapoona ahli al-batil na nguvu zao za butlan na kufanya uharibifu wao na kila kitu, mahama balagha ahli al-batil min al-quwwa, nguvu zote atakazofikia batil, fa inna quwwatuhum, hawezi kukabiliana na quwwat Allah, au naweza abadan. Kwa hivyo anapata itminani katika moyo wake, au sio, kwamba inna li rabbi sayahdin, na Mola atakayenihidi. Naam. Kwa hivyo na hii haya mambo matatu haya ambayo hayapatikani kwa binadamu yeyote isipokuwa kwa Mwenyezi Mungu, na hii shafaa kwa yule anayepewa idhn fakat. Kwa hivyo hata idha fuzia, hapa anasema katika nini hata idha fuzia, anasema aya ngapi? 23, sio? Hata idha fuzia, hata itapoondolewa hofu. Naam, hii tafsiri wengi wametafsiri fuzia au fuz'a, kutishwa, lakini wamesema idha fuzia idha dhahaba al-faz'a. Hii riwaya ya uzito kwamba nini fuzia, bi maana hofu itapoondoka. Na wakati gani hofu? Ikiwa mushrikina labda watakuwa tamaa watapata shafaa, maana hana kitu. Taibu ikiwa mu'minun wataogopa mpaka iondoke hofu, kwamba wanaomba sasa hivi, haya we malaika muombe mja fulani, ya Rasulullah muombe fulani. Sasa wewe fulani shahid min shuhada, mtu anastahili kuombea shafaatu wake, muombe mtu wako wewe pale, anapata nini? Hofu imeondoka, anajua sasa hivi atapata shafaa. Tayeb, hata malaika na Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kila ambaye anayepewa idhini ya kushafii wengezao, basi wakati wa Mwenyezi Mungu anapozungumza, wakati Mwenyezi Mungu anapotoa kauli yake, wakati watu wanasimamishwa, bado haijatoka amri ya shafaa, hofu inakuwa kubwa. Kwa hivyo kuna wafasirina walisema kwamba wale ambao yamlikuna shafaa baada idhni ya Allah, akiwa malaika, ikiwa mtume sasa, ikiwa mu'minun, hao katika hofu mpaka idha fuzia, halafu tena wanaanza kuombea hata idha fuzia an qulubihim, katika nyoyo zao zikaondoka hofu. Qalu, anasema hapo tena wanasema qalu nini? Madha qala rabbukum, watasema Mola wenu mlezi kasema nini? Ikiwa masala kwamba ikiwa hii qala alhaq, qalu alhaq, watapozindikana katika hofu ile, pale ndio wanaanza kuzungumza mazungumzo nini amesema maneno ya haki, kwa maneno Allah tu basi, hakuna mengine, hakuna masanamu wala nani wala nani. Qaulu alhaq basi ndio itakayotajwa. Kauli zote ambazo zenye kutaja katika Qur'ani, yawma yaqumu ar-ruhu wal malaikatu saffa la yatakallamuna illa man adhina lahu ar-rahman wa qala sawaba, dhalika al-yawm al-haq wa qawlu al-haq pia hapo sio, faman sha'a ittakhadha ila rabbih ma'aba. Chukueni njia ya Mola wenu ili upate kusikia haki, ile haki ambayo ulifuata. Kwa hivyo unakuwa katika itminani, katika utulivu kabisa. Qala al-haq wa huwa al-ali al-kabir, naye ndiye aliyejuu kabisa, naye ni mkubwa kabisa. Naam, tunataka tusimame hapa. Shetani mjue tu kwamba daima anazidi, nguvu zake zinazidi. Shetani yazdadu taslitihi ala shaki, kila mwenye kuwa na shaka juu ya kuwepo kwa kiyama na kufufuliwa na hisabu, ani shaki fi dar al-akhirah, mwenye kuwa na shaka na nyumba ya akhera, ya peponi, hisabu, moto na pepo, hapo tena ndiye shetani anamkamata yule, anazidi kumcontrol yule mtu. Lakini yule
aliyekuwa na yakini kwamba kuna kusimamishwa na kuna nini, dhanantu anni mulaqin hisabia, dhanantu yani ayqantu, alikuwa na yakini. كلما ازدادت يقينا في يوم الآخرة كلما ازداد الإيمان وكلما تقرب العبد إلى ربه. إيمان نزيدي na anajikurubisha kwa muda wake tastarehe alizoandaliwa na Mola wake. Allahumma ij'alna minhum, Allahumma ij'alna minhum, Allahumma ij'alna minhum. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.